وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ذلك hayo malipo mabaya hayo, بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم, kwa sababu Allah hakuwa ni mwenye kubadilisha neema yoyote aliyoneemesha neema hiyo kwa waja wake, kwa watu fulani, hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe yaliyomo katika nafsi zao. Wa anna Allaha samiun alim, Allah ni msikivu mjuzi. Dhalika ay dhalika aljazau sayyi, hayo malipo mabaya hayo. Anna Allaha, kwamba Allah lam yakun mughayyira ni'matan, hakuwa ni mwenye kuibadilisha neema yoyote, an'amaha ala qaumin, aliyoneemesha neema hiyo juu ya watu fulani. Bimaana idha an'ama ala qaumin, pindi Allah anaponeemesha, kuwaneemesha watu ni'matan, neema fulani, lam yaslibha minhu, hatoinyakuwa neema hiyo, hatoibokora neema hiyo, hata yughayyiru halahum at-tayyiba, mpaka wabadilishe zile hali zao nzuri, ila hali sayyi'a, peleka katika hali mbaya. Manake mpaka wabadilike wao wenyewe, ndio Allah tabaraka wa taala huibadilisha ile neema kutoka wao. Hata yughayyiru ma bi anfusihim, mpaka wabadilishe yaliyomo katika nafsi zao. Manake kutoka katika hali nzuri waliokuwa nayo kwenda katika hali mbaya, ni maana kutoka katika taa ya Allah kwenda katika maasi ya Allah subhanahu. Hapa Allah subhanahu wa ta'ala ndio anabadilisha na kuiondosha neema aliyowatumikia waja wake, wao wenyewe watakapobadilisha nafsi zao. Sawa? Manake baada ya amani sasa ni balaa na shida. Wa anna Allaha sami'un li aqwali khalqihi, na kwamba Allah ni msikivu kwa maneno ya viumbe wake. Alimun biman yastahiqu al-iqab, Allah ni mjuzi kwa yule mwenye kustahiki adhabu. Kadaa bi ali fir'aun, ni kama vile ada ya watu wa Firaun. Walladhina min qablihim, na wale waliopo kabla yao. Kadhabu bi ayati rabbihim, wamezikadhibisha aya za Bwana wao. Fa ahlaknahum bi dhunubihim, basi tukawaangamiza wao kwa madhambi yao. Wa aghraqna ala fir'aun, na tukawaharikisha watu wa Firaun. Wa kullun kanu dhalimin, wote wao walikuwa ni wenye kumkufuru Allah subhanahu. Mathalu haulai alkafirin fi dhalika, mfano ya hawa makafiri katika huko kuadhibiwa, kamathali ali Firaun, ni kama vile mfano wale jamaa wa Firaun alladhina kadhabu Musa alayhi salatu wassalam, ambao hao wamemkadhibisha Musa, rehma na amani juu yake. Wa mathalu alladhina kadhabu rusulahum min al-umam as-sabiqa, ni kama mfano ya wale ambao waliokadhibisha na kupinga mitume wao katika nyumba zilizotangulia. Faahlakahumullahu bisababi dhunubihim, Allah akawaangamiza wao kwa sababu ya madhambi yao. Wa aghraqa ala fir'auna fil bahr, na akawagharikisha, maana akawazamisha maji watu wa Firaun fil bahri, katika bahari, fil bahri, katika bahari. Wa kullu minhum kana fa'ilan, kila mmoja katika wao alikuwa ni mwenye kutenda ma lam yakun lahu fi'l, kitendo ambacho hapakuwepo na haki yoyote kutekelezwa kitendo hicho. Min takdhibihim rusulallahi, katika kule kukadhibisha kwao mitume wa Allah. Wa juhudihim ayatihi, na kule kukanusha kwake aya zake Allah. Kadaa bi ali Firauna, ni kama vile hali ada ya
watu wa Firaun, walladhina min qablihim, na wale waliopo kabla yao, kadhabu biayati rabbihim, wamezikadhibisha aya za Bwana wao, fa ahlaknahum bidhunubihim, basi tukawaangamiza wao kwa sababu ya madhambi yao, wa aghraqna ala Firaun, na tukawagharikisha watu wa Firaun, wa kullun, wote wao, kanu dhalimin, hawakuacha kuwa ni wenye kukufuru, ni wenye kuzikanusha aya za Allah tabaraka. Inna sharra dawabi inda Allah, hakika viovu vile vitembeazo katika ardhi mbele ya Allah, alladhina kafaru, ni wale wenye kukufuru. Hivi ndivyo viumbe viovu vinavyotambaa katika mgongo huu wa Allah. Fahum la yu'minun, basi hao hawawezi kusadikisha tena. Sawa. Inna sharra dawabi inda Allah, hakika viovu zaidi vitembeavyo katika mgongo wa ardhi, inda Allah, mbele Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina kafaru, ni wale ambao wamekanusha. Hawa ni viumbe viovu zaidi vitembeavyo katika mgongo wa ardhi mbele ya Allah subhanahu, ni wale ambao ni makafiri. Fahum la yu'minun, wao hawaamini tena. Ay inna sharra ma dabba ala al-ard, hakika shari zaidi ya kile kitambaacho juu ya mgongo wa ardhi, inda Allah, mbele ya Allah, al-kuffar, ni wale makafiri, al-musirruna ala al-kufr, wale ambao ni wenye kuendelea juu ya ukafiri. Fahum la yusaddiquna rusul Allah, hawa hawezi tena kusadikisha wajumbe wa Allah, wala yuqirruna biwahdaniyatihi, na wala vile vile hawezi kuthibitisha na kukiri kule kupokeshwa kwake Allah, wala yattabi'una shar'ahu, na wala hawezi tena kufuata sheria zake. Alladhina ahadta minhum, ambao umechukua ahadi kwao, thumma yanquduna ahadahum fi kulli marra, kisha wanaichagua ahadi hiyo katika kila wakati, wa hum la yattaqun, na hali ya kuwa wao hawaogopi wala. Na hii ndio kawaida ya washirikina, wanapowekeana ile ahadi ya mikataba ile ya amani, almuahada, mikataba ya amani, hawana muda mrefu wanaivunja. Wakiwekeana solution, mapatano ya usalama, kuna muda mrefu wanaovunja, kama walivyovunja wale Quraysh Makka katika ile sulh al-Hudaybiyah. Waliwekeana mikataba ya amani ndani ya miaka 10, lakini ndani ya mwaka mmoja tuna miezi 9 tayari Quraysh wanavunja ahadi, wanavunja mikataba ya amani. Ndio kawaida yao. Alladhina ahadta minhum, wale ambao wamechukua ahadi kwao, ile manake ile mikataba ya amani. Thumma yanquduna ahadahum fi kulli marra, kisha wanachagua ahadi yao katika kila wakati, kila mara. Wa hum la yattaqun, na hali ya kuwa wao hawaogopi wala wao. Min ulaika al-ashrar, katika wale viumbe viovu alivyovitaja Allah, inna sharra ad-dawabi inda Allah. Min ulaika al-ashrar, katika vile viumbe viovu, al-yahudu, ni mayahudi bwana, alladhina dakhalu ma'aka fil muahadat, ambao wameingia pamoja nawe katika mikataba ya amani, mikataba ya usalama wa kinchi, bi alla yuharibuka, kwamba hawatakupiga vita wewe Muhammadi, wala yudhahiru alayka ahadan, na wala hawatomsaidia dhidi yako wewe yoyote. Wayahudi walichukua ahadi kahili kama vile Banu Quraidha walichukua ahadi hii almuahada, lakini walipokuja makundi mbalimbali kutoka katika maeneo ya Makka kuja kuivamia Madina, ambao ghazwa hii inafahamika kwamba kwa jina la Ghazwatul Ahzab au Ghazwatul Khandaq, waliweza kushirikiana dhidi ya Uislamu. Ni hawa Banu Quraidha ambao waliwekana ahadi na Mtume sallallahu alaihi wasallam.
thumma yanqudhuna ahadahum almarra, kisha wanachangua ahadi yao mara tilwi marra, baada mara nyingine. Wahum la yakhafuna Allah, na hali yako wao hawaogopi Allah subhanahu. Fa imma tathqafannahum fil harb, pindi utakapokutana nao wao katika vita, fasharridhum au fasharrid bihim man khalfahum, basi watapanye wao waliopo nyuma yao, la'allahum yadhakkarun, huenda wao wakaondoka. Na kutakapokutana wao watapanye, pige. Imma tathqafannahum fil harb, na pindi utakapokutana nao wao katika vita, fasharrid bihim man khalfahum, basi wafarikishe wao waliopo nyuma yao. farikishe, fasharrid, sharrada bimaana farraqa wa baddala, ikiwa na maana ya farikishe wao watapanya. Man khalfahum, waliopo nyuma yao, la'allahum yadhakkarun, huenda wao wakaonyeka. Fa in wajahta haulai naqidina lil'uhud, kama utakutana nao moja kwa moja, utaelekana nao hawa wenye kuvunja na kuchangua ahadi, wal mawathiq, na hii mikataba ya viapo, fil ma'araka, katika vita, fa anzil bihim min al'adhab, wateremshia wao adhab. Ndio maana vilivyomalizika vile vita vya Ahzab, baada ya Makuraishi kukimbia mbio nyingi sana, Allah tabaraka wa taala kuwapelekea kimbunga kilichovunja vibanda vyao na kuharibu vijungu vyao vya kupikia dona. Sawa, vunja na mbele. Mtume sallallahu akajua kwamba habari imemalizika, akanaweka silaha yake nyumbani. Ghafla Jibril huyo amwambia, unaweka silaha hali ya kuwa Allah sisi bado hajatuamisha kuweka silaha zetu. Twende kwa watu ambao wamevunja ahadi, ambao ni Bani Quraidha. La yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidha, asiswali yoyote kati ya nyinyi isipokuwa Bani Quraidha. Tunamalizana nao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawazingira takriban siku 25, wazingira katika zile kambi zao, hawana sehemu ya kutoka, wakajisalimisha wenyewe kwa mwanaslimu amri, lakini hatutaki kuhukumiwa na yoyote isipokuwa hatuhukumu Saad ibn Muadh. Akaambia sawa, hakuna tatizo, kamuiteni Saad ibn Muadh hadi wahukumu katika hukumu wanaotaka wao. Saad ibn Muadh akaletwa hali ya kuwa ameletwa katika punda ala himar, alafu akaambia qumu ila sayyidikum, haya msimamie jambo lenu. Lengo ni nini? Kwa sababu mvunja ahadi hawa lengo lao hawa vile vile kupigwa, kuadhibiwa. Hukumu ya Saad ibn Muadh akasema, ama wale wapiganaji wao vita wanaume watakuwa katika vita wote, watoto na wanawake watakuwa ni mateka. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtigisha Saad ibn Muadh, akamwambia, umehukumu hukumu ya yule ambaye kwa mbingu yuko juu ya mbingu saba, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فإما تثقفنهم في الحرب, na kama upindi utakapokutana nao wao katika vita, fasharrid bihi, basi watapanye wao, manake wafarikisha, manake faanzil bihim min al'adhab, teremshia wao katika adhab, ma yudkhilu ar-ru'b fi qulubi al-akhirin, adhabu ambayo itaingiza hofu katika nyoyo za watu wengine, namna ile adhabu itakuadhibu man khalfahum, wale ambao watakuwa nyuma yao. La'allahum yadhakkarun, huenda wao wakafanyaje, wakaonyeka kutokana na adhabu hiyo. Fala yajtarauna ala mithli alladhi aqdama alayhi as-sabiqun, wasiweze tena kufanya ujasiri juu ya wale ambao waliotanguliza wale wa zamania, manake wale waliotangulia kwa. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan, na kama utawaogopea watu fulani khiana, utawaogopea watu fulani kuvunja, kuogopea khiana, maana kule kuvunja ahadi. Fambith ilayhim ala sawa, basi itupilie mbali wao, maana watupilie mbali wao ala sawa, sawa kabisa, tupilie mbali ahadi yao. Inna Allah la yuhibbul khainin, hakika Allah hawapendi wale wenye kufanya khiana. Imani ukiwashtukizia watu fulani kwamba hawa wanaweza kuvunja nini, kuvunja ile ahadi tuliwasikiana nao, ukiwa na wasiwasi nao, ivunje ile ahadi yao.
sababu ni watu ambao wana khiana, hawana ukweli, hawana uaminifu. Hivi ndivyo anavyoambiwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, imma takhafanna min qaumin khiyanatan, na pindi utakapoogopea watu fulani khiana katika mikataba na ahadi uliowafikiana nao, fambit ilayhim ala sawa, basi watupilia mbali wao ala sawa, juu ya usawa, kwa sawa sawa tu, tupilia mbali wao, tana nao. Inna Allaha la yuhibbu al-kha'inin, hakika Allah hawapendi wale wenye kufanya khiana fi uhudihim, katika zile ahadi. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu, na wala wasidhanie kabisa wale ambao waliokufuru kwamba wamemtangulia bwana wao, wamemtangulia Allah katika maamuzi yake. Innahum la yu'jizun, kwamba wao hawatushinda, hawana al-ajz, hawatushinda. Wala yahsabanna alladhina kafaru, na wala wasidhanie kabisa wale ambao waliokufuru na kukanusha neema za Allah, sabaqu, kwamba wamemshinda Allah, wamemtangulia Allah katika kumshinda au wamefuzu. Innahum la yu'jizun, kwamba wao hawatoporochoka, hawatoponyoka na adhabu ya Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum, na waandalieni hao makafiri kiasi cha uwezo wenu ni mkubwa kutokana na nguvu. Wa min ribati alkhayl, na katika kuwaendesha farasi. Turhibuna bihi, bimaana mtawatisha kwa maandalizi hao, aduu Allahi wa aduwakum, maadui wa Allah na maadui zenu, wa akharina min dunihim, na wengine wasiokuwa hao, la ta'lamunahum, msiowajua wao. Allahu ya'lamu, Allah lakini anawajua. Wama tunfiqu min shay'in fi sabilillah, na chochote mtakachokitoa katika kitu katika dini ya Allah, yuwaffa ilaykum, kitatekelezwa kwenu. Wa antum la tudhlamun, na hali ya kuwa nyinyi hamtodhulumiwa. Hivi ndivyo anavyosema Allah, na hii ndio dalili ya mazoezi. Yaani mazoezi yote yanayofanyika, watu kutaka mbio barabarani, kwanza kuwaimba wewe fujo, kwa sawa mazoezi yako katika sheria ya Kiislamu. Watu wajiandae, kwa sawa, ujiandae wewe, kwa sababu ukiacha hao makafiri, lakini pia ujiandae kwa ajili ya kuyami familia yako. Ghafla kwamba wewe waingiliwa pale nyumbani kwako, wafanyaje? Na una kitambi tafika hapa, kitambi kimekuzidi namna hii, ukiweza kwenda kwa machotagulia kile kitambi, alafu ndio wewe mwenyewe. Maisha gani haya? Huna mazoezi kasa kumkuwema wewe, una nini shaka? Mbona hivyo sana? Huna mazoezi. Zoezi muhimu maisha, kama kupisha pamoja tu uwezi. Sawa, kaambia pige pishapo, ambiwa shusha kifua chini wako, ukafa juu tu namna, shuka mzee, usikafika na kitambi kiko hapo. Lazima kimbie sana jamani, kwa sawa sasa. Tabaan tutakuwa tu hivi, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa, na waandalieni hao makafiri kiasi cha uwezo wenu katika nguvu. Wa min ribati alkhayl, na katika kuendesha farasi. Turhibuna bihi, mtawatisha kwa maandalizi hayo, aduu Allahi, maadui wa Allah, al-irhab, wa aduwakum, na maadui zenu, wa akharina min dunihim, na wengine wasiokuwa hao pia mtawatisha. La ta'lamunahum, sasa msiowajua hao, Allah ya'lamuhum, Allah anawajua. Bimaana wa'iddu ya ma'shara almuslimin, na waandalieni enyi jamii ya washiriki, jamii ya Waislamu, limuwajahati a'daikum, kwa ajili ya kule kupambana na maadui zenu. Kullama taqdiruna alayhi min adadin wa udda, kila mnachokiweza kwenu ninyi katika idadi na maandalizi.
litudkhilu bidhalika ar-ru'ba, ili mpate kuingiza katika hilo ar-rahba, hofu, fi qulubi a'da'i llah, katika nyoyo ya maadui za Allah. Wama tunfiqu min shay'in fi sabilillah, na chochote mtakachokitoa katika kitu fi sabilillah, katika dini ya Allah, maana katika kuitetea dini ya Allah. Na hapa kuonyesha kwamba jihadi itakuwa isimame na vitu viwili sawa, aljismu wal mal, viwiliwili na mali pia. Allah alivyosema tujiandae, maana tujiandae viwili vyetu viko madhubuti kabisa, alafu mali pia ipatikane katika kupeleka dini ya Allah subhanahu, kununua silaha, vitu vya vita vile, kununua wanyama, vipando vile. Dunia sasa ilipofikia hivi sasa, kununua vile vifaa vya vita, hii inahitaji uwezo wa kimali. Sawa, ndio yuwaffa ilaikum, manake mtatekelezewa nyinyi, manake mtakamilishiwa. Wa antum la tudhlamun, na hali ya kuwa nyinyi hamtodhulumiwa. Min ajri dhalika, kutokana na malipo ya hayo, shay'an, chochote. Wa in janahu lis-salmi, na kama watakondokea katika amani, fajnah laha, bas ondokea huko. Watawakkal ala Allah, na mtegemea Allah. Innahu huwa as-sami'ul alim, hakika Allah yeye ni msikivu mjuzi. Manake ni msikivu tena mjuzi mno kwa wale. Bimaana washirikina kama watakondokea katika amani, watabezi katika amani, watataka sulhu, basi kubali wewe hiyo amani, lakini mtegemee Allah, sio tegemee wao katika hiyo amani ambayo tutakana nayo, sawa, lakini mtegemee Allah subhanahu. Kuonyesha pia naweza kupatikana sulhu kati wa washirikina na Waislamu, sawa, kupatikana sulhu au al-muhadana au al-muahada, zote zitapatikana katika sheria. Wa in janahu lis-salmi, na kama watakondokea katika amani, kukondoka bimaana kama watamili, watabezi, ila tarki al-harb, katika kuacha kupigana vita. Wa raghabu fi musalamatikum, na wakatenda wakatamani kule kujisalimisha kwenye, sawa. Fajnah laha, kondokea, manake kondokea kwa amani hiyo, manake famil ila dhalika ya Muhammad, bezi huko mili. Watawakkal ala Allah, na mtegemee Allah. Wathiq bihi, na muamini yeye. Innahu huwa as-sami'ul alim, hakika yeye Allah ni msikivu na ni mjuzi. Wa in yuridu an yakhda'uka, na kama watataka wewe, watataka kukufanyia khada wewe Muhammad, fa inna hasbaka Allah, hakika tosha yako ni Allah. Walladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minin, yeye Allah ndiye aliyekutia nguvu, binasrihi, kwa ushindi wake, wa bilmu'minin, na kwa waumini pia vile. Manake Allah ndiye alikutia nguvu wewe kwa ushindi na akakupa waumini kuwa pamoja naye, kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kupambana nao. Bimaana wa in arada alladhina ahaduka almakr bika, na kama watakusudia wale ambao uliokeana nao ahadi kukufanyia vitimbi wewe, fa inna Allah sayakfika, kwamba hakika Allah atakutosheleza wewe. Maana atakutosheleza na huyo, na hiyo khidaa yako, hiyo khidaa yao. Innahu huwa alladhi anzala alayka nasra, yeye Allah ndiye ambaye ameteremsha kwako wewe ushindi wake. Wa qawwaka bilmu'minina min almuhajirin wal ansar, na akakutia nguvu ya Muhammad katika kwa waumini, katika wale almuhajirin wal ansar, wale watu wa Maka na watu wa Madina. Mtume sallam alikuwa na watu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa ana watu, yani wale alikuwa anaongozana nao ni watu, kwa sababu kuna watu na wanadamu, kwa sababu wala alikuwa ni rijali, watu wale wanaume swali sawa sawa, lakini kuna wao wanadamu. Ndio maana kuna rajulun na dhakar, au haipo jamani? Anaambieni mbona macheka? Au rajul na dhakar wote mmoja? Sivyo hivyo.
kuna tofauti. wa in yuridu an yakhda'uka, na kama watakusudia kukufanyia hadaa wewe Muhammad, fa inna hasbaka Allah, bas hakika tosha yako ni Allah. Huwa alladhi, yeye ndiye ambaye ayyadaka binasrihi, ndiye aliyekutia nguvu wewe. Ayyada bimaana qawwa, kwa maana ayyada yuayidu ta'yidan, maana takwiya, nguvu hiyo. Binasrihi, kwa ushindi wake. Wa bilmu'minin, na kwa waumini pia. Wa alafa baina qulubikum, na akaunganisha Allah kati ya nyoyo zao, au akazoesha, pia ni tafsiri. Wa alafa baina qulubihim, na akaunganisha Allah kati ya nyoyo zao. Sheikh wangu hapa anasema wa jamaa, akakusanya baina qulubihim, kati ya nyoyo zao, baada tafriqa, baada kule kufarikiana. Kwani Aus na Khazraj si walikuwa wapigana vita hawa? wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, na mlikuwa nyinyi mko katika ukingo katika ukingo wa moto. Fa anqadhakum minha, Allah akawaokoeni kutokana na moto huo. Maana alikuwa kijana vita wao kwa wao. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, na mkawa nyinyi kwa neema za Allah ndugu. Neema hapa ni Uislamu, sije kwa hiyo kwa mapigano. Ukija hawa ni Aus, au maana hawa ni Ansari. Ukienda kwa Muhajiri na makabila yenyewe kwa wenyewe wapigana. Quraish wapigana na Kinana na pigana na Kindi, hawa na wapigana na hawa Khuzaa, au kwa wao wapigana. Uislamu ukaja ukawafanya ni wamoja, nyoyo zao zikawa ni moja. Fa asbahu ikhwanan mutahabbin, wakawa hao ni ndugu wenye kupendana. Wa alafa baina qulubihim, akaunganisha, bimaana akazizowesha Allah kati ya nyoyo zao. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, Allah anasema lau ungetoa vilivyomo katika ardhi vyose, ma alafta baina qulubihim, usingeweza kuunganisha kati ya nyoyo zao vyote kwa vitoa. Jamani, tuko sawa? Bimaana kwamba hata sisi tu tumetolewa, tuko kwa lahani, lakini usingeweza kuzizowesha na kuziunganisha zile nyoyo zao. Lakini Allah yeye ndio anaunganisha. Walakinna Allah alafa bainakum, walakinna Allah alafa bainakum, lakini Allah yeye ndio anaunganisha kati yao. Innahu azizun hakim, hakika yeye Allah aziz, ni mwenye enzi. Fi mulkihi, sasa katika ufalme wake. Azizun, yeye Allah ni Mwenyezi Mungu. Hakimun, ni mwenye hikma. Fi amrihi wa tadbirihi, katika amri yake na mipango yake. Tuko sawa? Ya ayuha nabiyu, ewe nabii. Ya ayuha nabiyu, ewe mtukufu wa daraja. Hasbuka Allahu, tosha yako ni Allah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, na wale watakaokufuata wewe katika Mungu. Sitona mazuri hapo kwa nielewe, sio usinzie. Sababu kuna watu wengine kaza kusinzia, yani mtu aburudika. Kuna wengine wajitega hapa nje, si kwamba labda kwamba kumejaa wa msikiti, wakapo ili tu waburudika na upepo. Wote asilimia kubwa sinzia. Ambo na mudi kundana msikiti hujajaa. Nataka kaka hapo ili wasinzie. Kuuliza shaka jote kidogo. Lakini hakuna tatizo. Kuna jamaa wangu mmoja alikuwa hapa dirishani. Sasa kaama. Sijui kwa wapi jamaa. Shemule kwa wapi jamaa? Haja kuja leo. Akwa mwenyewe kaa hapo. Sinzia ile bana. Piga usizikizi. Ukimwangalia tukishakisha na mwenyewe. Yaani kuona kwamba wewe unakuelewa sana. Ukiendelea na darasa mwanangu asinzia. Si amjua Qasim mmoja vizuri tu. Jamaa yao. Lakini hakuna neno. Ni sehemu ya kusoma pia. Ila kuambia afadhali nisize darasani kuliko kuniambia haja kuja darasani. Sio kaida. Anasiza darasani ni bora kuliko la sikwenda darasani. Wasemaje kaida? Sawa. Shemosho wasemaje? Bwana angalia sana. Ni sawa?
Jamani, anasema darasani mbora kuliko asikuja darasani, ni kweli? Allahu sawa. Ya ayuha nabii, ewe mtukufu wa daraja, hasbuka Allahu, tosha yako ni Allah, wa man ittaba'aka min almu'minin, na wale watakufuata wewe katika Uislamu. Bimaana ya ayuha nabii harrid almu'minin ala alqital, ewe nabii, ewe mtukufu wa daraja, wahimize waumini ala alqital, juu ya kupigana vita na makafiri. Sawa? Maana ya ayuha nabii hudha almu'minin, wahimize waumini bika kwako, ala alqital, juu ya kupigana vita. Hadha yahuddu hudha, himiza, daqa yadiqu duqa, tunakuwa hiyo. Sawa? In yakum minkum 20 sabirun, in yakum minkum, kama watapatikana miongoni mwenu 20 sabirun, watu 20 tu wenye kuvumilia, yaghalibu 200, watawashinda watu 200. Bora tu ni wavumilivu basi. Jamaa kaniangalia kweli, afadhali dada 20 na 200. Angalia kweli jamaa, unaona kila mmoja ana watu 10. Wa in yakum minkum 100, na kama watakuwepo miongoni mwenu watu 100, yaghalibu 1000, watawashinda watu 1000 katika makafiri. Min alladhina kafaru, katika wale ambao waliokufuru. Bi annahum qaumun la yafqahun, kwa sababu wao ni watu wasiojielewa, bi maana wasiofahamu chochote, ndio maana muwapiga, au sio bwana? Tayeb, ya ayuha nabii, ewe nabii, ewe mtukufu wa daraja, harridil mu'minina ala alqital, waumize waumini juu ya kupigana vita na makafiri. In yakum minkum 20 sabirun, wakiwepo miongoni mwenu 20 sabirun, wapiganaji vita 20 wenye kusubiri, yaghalibu 200, watawashinda watu 200 katika makafiri. Wa in yakum minkum 100, na wakiwepo miongoni mwenu watu 100, yaghalibu 1000 min alladhina kafaru, watawashinda 1000 katika wale ambao waliokufuru. Liannahum qaumun la yafqahun, kwa sababu wao ni watu wasiofahamu. Ay liannahum qaumun la ilma indahum, kwa sababu wao ni watu wasiokuwa na elimu mbele yao. Bima a'adda Allahu lilmujahidina fi sabilihi, kwa yale ambayo aliowaandalia Allah wale wenye kupigana jihadi katika dini yake. Fahum yuqatiluna min ajli al-uluwi fi al-ardh, wao wanapigana vita makafiri kwa ajili ya ule ukubwa, kujikweza katika hii ardhi, wal fasadi fiha, na kufanya uharibifu katika ardhi. Al'ana khaffafa Allahu anhu, hivi sasa amepunguza Allah kwenu. Wa alima anna fikum dha'fa, na akajua Allah fika kwamba pana kwenu nyinyi unyonge, udhaifu. Manake mtu mmoja hawezi kupambana na watu 10. Sawa? Alafu Allah akasemaje? Fa in yakum minkum 100 sabira, kama patakuwepo miongoni mwenu watu 100 wenye kusubiri, yaghalibu 200, watawashinda watu 200. Bimaana kila mmoja na watu wangapi? Wawili. Mbona mwasema kwa taratibu jamani? Semeni kwa sawa. Si mnasema sisi tunasomeshana. Mbona mwasema kwa taratibu? Wawili. Sasa mtu mmoja na wawili ni sawa kuliko wale watu wa mwanzo wale. Tuko sawa? Kuonyesha kwamba ile mazoezi yako, kufanya mazoezi alafu unafanya mazoezi ya nguvu. Tuko sawa? Tafuta watu kama wawili kwamba wasichapana. Ndio. So tafuta mtu mmoja tumara kwa kupiga. Bana bado. Watu wawili wa kuchanganyia. Kurusha mateke. Hakuna wasambaratisha. Pale sasa hapa niko vizuri. Ndio kipimo cha kisheria. Sio kipimo mtu mmoja, bado sio kipimo hicho. Kipimo cha kizushi, kisma tundiza hicho. Kipimo cha mazoezi ya kisheria ni watu wawili. Wasichapa nao.
tena ngome za kweli kweli, sio utani. Kweli kula kofi moja tuna uso mpaka sika vimetemeta na unafanya hivi hapo sawa. Wa in yakum minkum alfun, na wakiwepo miongoni mwenu watu 1000, yaghlibu 2000 biidhnillah, watawashinda 2000 katika makafiri kwa idhni ya Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah anamaliza hivi, Allah yupo pamoja na wale wenye kusubiri, kuonyesha kwamba jambo linahitaji subra. Jambo linahitaji subra, sio kama mtu aone jambo la kawaida tu. Jambo hili linahitaji subra, jambo la jihad linahitaji subra. Jihadi ya ma'araka, jihadi ya kiilmu, hivi ni vitu ambavyo vinahitaji subra. Bila subra ufiki. Jihadi ya da'wa inahitaji subra, shekhi wangu au mashaka wasemaji, sila as-sabru ala al-adha fihi. Silivyoandikwa kule katika kile kitabu chetu kikubwa kusubiri juu ya maudhi ndani, kile kitabu chetu mama tunachokitegemea. Sio kijua Sheikh Qasim kwenye kitabu chetu satani al-usul thalatha, hipo hiyo ibara kaiandika Sheikh. Akitungana kile kitabu Imam Mujaddid ad-Din, Mujaddid ad-Da'wa, anaitwa Mujaddid ad-Da'wa Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman au sio at-Tamimi. Al'ana khaffafa Allahu ankum, hivi sasa khaffafa Allahu ankum, manake amepunguza Allah kwenu, amefanya afueni. Wa alima anna fikum dha'afa, na akajua kwamba pana kwenu nyinyi unyonge, udhaifu. Fa in yakum minkum mi'atun sabiran, pakiwepo miongoni mwenu watu 100 wenye kusubiri, yaghlibu 200, watawashinda watu 200 katika makafiri. Wa in yakum minkum alfun yaghlibu 2000 biidhnillah, na wakiwepo miongoni mwenu watu 1000 watawashinda watu 2000 katika makafiri biidhnillah, kwa idhni ya Allah. Wallahu ma'as sabirin, Allah yupo pamoja na wale wenye kusubiri. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra, haitakikani kwa mtume awe ana yeye mateka, haitakikani. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra, haitakikani kwa nabii wa Allah awe ana yeye mateka, hata yuthina fil ardh, mpaka apigane mno katika ardhi. Unaona hiyo? Na hii ni baada ile ghazwat Badr, baada ya mateka kushikwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitajirai mbali kwa masahaba. Umar ibn al-Khattab akasema hawa wauliwe ya Rasulullah, kata vichwa vyao hawa. Sawa. Abu Bakar akasema hapana ya Rasulullah, tuacheni hawa, tuwachukue tuwafanye ni mateka, huenda ikawa wana ilmu ya ziada wakasaidia watoto wetu hawa katika ilmu na vita na ilmu nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayafiki rai ya Abu Bakar, Allah tabaraka wa taala akayafika rai ya Umar. Ndio kwambia sehemu tatu, Umar anatoa rai alafu Allah anakuja kuyafiki sehemu tatu kuu. Miongoni mwa sehemu hii anakuja yafiki rai ya Umar kwamba alikuwa haki yao wale wauliwe. Mbona bado ni mapema kufanya mateka? Mbona ni mapema bado? Chukua uliwe kwanza, wauliwe baadaye watu wafanye mateka. Mbona mapema sana? Ndio tuko sawa. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra, haitakikani kwa nabii yoyote wapatikane kwake yeye mateka, hata yuthana fil ardh, mpaka apigane mno katika ardhi. Turiduna arada dunya, mnataka nyinyi vitu vidogo vya kidunia. Wallahu yuridu akhirah, Allah yeye anaikusudia akhirah. Wallahu azizun hakim, Allah ni mwenye enzi, mwenye hikma. Imana aziz qawiyyun ghalib la yughlab, mwenye nguvu, mwenye kushinda asiyoshindwa. Tuko sawa? Hakim ni mwenye hikma katika mambo yake. Jamani, tuko sawa? Laula kitabun min Allah, na lau si maandishi. Kitabu maana maktub,
lau kwamba si maandishi yatokao kwa Allah sabaqa, yaliyotangulia, la masakum, basi ingelikupateni, ingeliwafikieni, fima akhadhtum, katika vile mlivyochukua katika ngawira, adhabun adhim, ingeliwapateni nyinyi adhabu kubwa. Yani kana kwamba kuchukua hizi ngawira na kutumia wakati huu kwa muda ule, kama Allah tabaraka wa taala hila aliona ni dhambi kitali, kwamba shahukumiwa kwamba wahullat liya alghana, imehalalishwa kwa muumini ngawira. Zile ni katika khasais nabii sallallahu alayhi wasallam, hayakuwepo katika nyuma iliyopita, maandishi tayari yashabadilika. Sawa, hii sipende kufanya sana kama hivi. Ndio maana wale Bani Quraidha, wale Mayahudi wote waliuliwa vile, ndio sawa. Ndio maana Mtume sana akamwafiki, umehukumu hukumu ya yule ambaye yuko juu ya mbingu saba, ndivyo anavyotaka Allah tabaraka, hivi uliwe hapo. laula kitabun min Allah, na lau si maandishi yatokao kwa Allah, sabaqa, yaliyotangulia. Bimaana laula kitabun min Allah sabaqa bihi, lau kama si maandishi yatokao kwa Allah yaliyotangulia, alqadau walqadar, ile hukumu ya Allah na kadari yake, biibahati alghanima, akule kuhalalisha zile ngawira, wa fidai al-usra li hadhihi al-umma, na kule kukombelewa mateka katika umati huu. Tuko sawa? Lanalakum adhabun adhim, basi ingelikupateni nyinyi adhabu kubwa, bisababi akhdhihim al-ghanima, kwa sababu lanalakum adhabun adhim, basi ingelikupateni nyinyi adhabu kubwa, bisababi akhdhikum al-ghanima, kwa sababu ya kule kuchukua kwenu ngamia, walfidaa, na kule kukomboa hawa, kabla an yanzila bi sha'nihi ma tashru'u, kabla ya kule kuteremka jambo lake kwa ile sheria. Kwa maana ya Umar ibn Khattab ikawa ni qawiyo hapa, fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiban, Allah kwa sababu sasa yani kwa wafiki tu Allah pamoja na umsenao Abu Bakar na wafiki. Sawa? Fakulu, kuleni, mimma ghanimtum, katika vile mlivyovichuma katika ngawira, halalan tayyiban, hali ya kuwa ni halali vizuri. Wattaqullaha, na muogopeni Allah, inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ghafurun. Sawa? Ghafurun maana ni mwingi wa kusamehe, rahim na ni mwenye huruma. Sawa? Wale nipo na nyinyi, afu macho yote kwa kule vile darasa la lifunga sasa. Subhanaka Allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Mashayikh kidogo